Adhimisha miaka 53 tangu kutokea kwa kifo cha hayati Abeid Amani Karume ambaye alikuwa rais wa kwanza kabisa wa Zanzibar, ambaye alifariki dunia tarehe kama ya leo mwaka 1972 kwa kupigwa risasi. Ameacha alama ya mshikamano wa kitaifa hasa kupitia muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hayati Karume atakumbukwa pia kama kinara aliongoza mapinduzi ya mwaka 1964 na kubadilisha hatima ya maisha ya wakazi wa visiwani humo, huku akileta mageuzi makubwa katika usawa kwa kuondoa matabaka. Tukiangazia kumbukizi ya muasisi huyu wa taifa, studioni tunaungana na mtaalamu wa masuala ya historia na mwandishi mkongwe wa vitabu vya siasa na uongozi, mzee Mohamed Said. Najua tayari umekwisha muona wewe ambaye unatazama kupitia YouTube. Kabisa. Mzee Mohamed Said, karibu sana. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Naomba uelekee microphone hii kidogo. Miaka 53 inaonekana kama ni miaka mingi imepita, lakini ni kama jana tu, juzi, sio? Naam. Unakumbuka vipi siku hiyo tarehe 7 mwaka 72 Aprili? Wakati huo nilikuwa nafanya kazi bandarini. Bandari ya Zanzibar? Hapana. Ya hapa Dar es Salaam. Mimi mtu wa Dar es Salaam bwana. Sasa nataka wakati wa ya Afrika Mashariki ilikuwa East African Cargo Handling. Ndio. Toka asubuhi tulikuwa tunasikia minong'ono kuwa kuna machafuko Zanzibar. Ilipofika mchana saa 7 ndio tukasikia kuwa Karume ameuliwa. Wapi, kwenye radio sasa? Hapana. Minong'ono tu ya watu. Na radio walikuwa nayo taarifa nadhani, lakini labda walikuwa ile ruhusa kuwa sasa tangazeni, ilikuwa bado haijatoka. Mimi nakumbuka kabisa nikuja kujua tena mtu ambaye ameniambia kama amekufa alikuwa Kitenge Baraka, akicheza mpira ya Yanga Afrika. Mzee wake Maulidi. Tunaondoka akisema huko Zanzibar imetokea mambo makubwa sana leo. Karume ameuliwa. Ilikuwa jambo kubwa. Kila mtu ameshtuka. Kila mtu kastuka. Kwa sababu ilikuwa haya mambo yalikuwa hayajatokea kwetu. Kabisa. Tulikuwa tumesikia Kenya waliwa Tomboya na wengine, ilikuwa jambo la kawaida, lakini hapa kwetu ilikuwa ndo mwanzo nasikia kapigwa risasi. Na wakati mnasikia minong'ono kama hiyo, mnasikia taarifa, mlikuwa mnasema nini? Mnazungumza nini? Yaani mshtuko wenu ulikuwa unajieleza vipi? Unajua, nitakwambia kitu kimoja. Kikeke mimi nakuogopa. Maswali yako. Nimeshaona jinsi wamfanya mtu mmoja siku moja alikuwa na raha. Ni kuwa hali ya Zanzibar ilikuwa ngumu. Mpaka kufikia mwaka 71 hali ilikuwa ngumu sana Zanzibar. Sasa tunajua tu kuna shida chakula, kuna shida hiki, huyu kafa, huyu hivi kutoka mapinduzi yale. Sasa kuja hili sasa ile kama vile manake ndio hata sijui nisemaje, kwa ndio kubwa zaidi, manake hakuna zaidi ya hili. Baada hapo Dar es Salaam ilijinamia. Kwa sababu jambo la kuliwa rais si jambo dogo bwana, jambo kubwa. Na zaidi Karume alikuwa na mapenzi sana na Tanganyika, hasa na Dar es Salaam Young Africans, na alikuwa mpenda mpira. Sisi tuko wadogo tukimuona akija Karume Stadium pale kutazama mechi za mpira, akipenda mpira. Kwa hiyo ni mtu, hata sisi tuko bado vijana, lakini mtu ambaye kwetu tumemzoea kumuona na kumsikia. Na wakati mwingine tukimwiga jinsi alivyokuwa anazungumza. Sasa anazungumza kama vile umeshuhudia uhuru wa tumeona mapinduzi ya Zanzibar, uhuru wa Tanzania, na hiyo miaka 10, hilo tukio kubwa kabisa la mauaji ya Bwana Karume. Hivi vizazi vyetu tunaviambia nini sasa hivi kwamba hiyo historia ina maana gani kwa hapa tulipo sasa hivi? Historia ni muhimu, lakini historia ambayo inataka ielezwe kwa umakini na busara sana, kwa sababu hakuna historia ilikuwa ngumu katika nchi za Afrika Mashariki, na unaweza kusema kitu kingine hata kwa Afrika, kama historia ya Zanzibar. Kwa sababu Rais Karume maisha yake yanahusishwa na mtu mkubwa sana, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini vile historia yake inahusishwa na watu wabaya sana kama Hassan Mandela. Lakini historia yetu
na lazima isomeshwe, lakini unaisomeshaje historia kama hii? Ndio pale natakiwa busara itumike. Kuwa vipi aliwachia watu kama wale wakawa na sauti katika nchi. Na ukitazama historia ya Zanzibar, maki wametoka kwenye sultani. Kweli sultani walikuwa pinduliwe, na nitakwambia kitu kimoja, nasema kuwa hata kama Karume asingempindua Jamshid, hata Al-Muhsin Barwani kama angekuwa rais, ufalme usultani katika Afrika tena kutoka nchi ya nje unauwekaje? Maana ilikuwa ni muda tu, ni swala la muda tu. Mimi kanambia Shabani Mlo, akasema Mohamed, ilitokea tu Karume kampindua, hata sisi tungeondoa usultani. Ulikuwa hauna nafasi katika Afrika. Kwa sababu ndio kipindi hicho kuna wimbi kubwa sana la mataifa mengi ya Afrika kupata uhuru wake. Naam, na nimemsikia vile Badawi Kulatain, comrade huyu ndio ananiambia, sema wale walikuwa waondoke bwana, walikuwa wana nafasi gani katika nchi hii? Hayo ni maneno nasema. Lakini ukitizama historia yenyewe, wao hawakujileta. Wazanzibari walikwenda kuwaleta, kuwaomba, kwa tumevamiwa na Wareno, na Wareno wanatufanya vibaya. Kila mtu anajua historia ya Wareno. Mje mtusaidie. Ukaleta jeshi hapa. Na Mreno akaondoka. Sio aliondoka tu, alifukuzwa na kuthubutu tena kurudi. Lakini sasa ndio walipoondoka Wareno, basi wao wakakaa sasa. Uliwahi kukutana na hayati Karume? Hapana, kukutana uso kwa macho hapana. Nilikuwa namuona tu. Mimi ni mdogo sana, mimi mzaliwa 52. Najua, lakini ulikuwa namuona kije uwanjani. Nilikuwa nikimuona na nilikuwa mdogo nikimuiga kitu kingine. Raha mustareh. Tuishi raha mustareh. Alikuwa ni kiongozi wa aina gani Karume? Alikuwa mtu wa maskhara sana. Ndio maana hata mlikuwa mkimuiga. Karume alikuwa na binadamu, si kama alikuwa mtu tafutu, alikuwa na binadamu. Ukisikiliza, ukimsikia unaona kama ni mtu kama unavyosema. Lakini alikuwa na binadamu sana, kuwa na vichekesho. Mzee Jumbe pata kuna kadhia siku moja wako katika baraza la Jumbe Abu Jumbe. Wako kwenye kikao cha serikali. Baraza la mawaziri. AC kawa haifanyi kazi. Akanyanyuka kiongozi mmoja kwenda kufungua madirisha, pazia zile. Akaambia, bwana wewe, hebu rudi hapo bwana. Sasa hao wamekiwa kazi gani bwana? Unataka tuwafukuze kazi hao bwana? Hii si kazi yako wewe, sema tu watakuja kutengeneza. Alikuwa mtu wa namna ile. Sawa sana. Tunaona tunasherehekea mapinduzi ya Zanzibar, tunamsherehekea sasa hivi Karume. Tusingekuwa hapa bila ya hayo tuliyopitia. Naam, tusingekuwa hapa bila mapinduzi yale na uwepo wa Karume. Pamoja na kuwa unasema kwamba sultani angeondoka tu wakati wake ungefika, lakini kwa njia moja ama nyingine uwepo wa Karume ulisaidia kuliharakisha. Cheki unanikumbusha swali tulifanya kipindi kimoja na marehemu Saleh Feruzi, alikuwa nadhani naibu katibu mkuu CCM Zanzibar. Alikuwa anaeleza mapinduzi kuwa yameleta maendeleo, yameleta nini. Na mimi siku zile nilikuwa bado mtoto mdogo, nikileta kitu kama kile na ni kama chambo kanipa na kimeza. Ni kama Feruzi namna gani bwana? Singine Zanzibar ingekuwa mbali zaidi. Kama si hayo mapinduzi. Sasa na Salim unaona niletea swali lile. Kuwa yeye ndio katuleta hapa tulipo. Ni kweli kuwa Karume kajitahidi, kafanya mapinduzi. Sultani ameondoka na nchi tunaweza kusema imerudi mikononi kwa ambao walikuwa wanastahili. Lakini vile vile tusisahau kuwa wako Wazanzibari ambao ni Waarabu lakini wana damu ya Kiafrika. Mimi nimekwenda Tanga, nilipofanya kazi Tanga, nakutana na Riame. Ukimuuliza nikimwambia mimi ni Manyema, nikimwambia mimi Manyema, mimi bibi yangu Manyema. Yaani analeta la udugu kwa mimi ni ndugu yako, mimi bibi yangu ni Manyema.
unaona, ni kuwa ukoo wa sultani una damu nyingi sana ya Kiafrika, tusisahau. Kwa hiyo na wao wana haki, maana unakwenda watu vizazi 7 wako pale, babu wote wamezikwa pale. Leo kwenda kumwambia wewe una haki, kwa kweli si sawa. Unaweza kumtoa kwa usitutawale, lakini bado atabakia yeye ni Mzanzibari. Na yule Mwarabu ambaye unamsema kuwa yuko Zanzibar, tabu kumpata. Salim Ahmed Salim anasema mimi bibi yangu ni Mmanyema. Sasa utamkataa kama si ndugu yako? Una mizizi imekita kabisa, vizazi na vizazi. Na nilikuwa nataka kusema kwamba Karume baada tu kupata kuongoza mapinduzi akaingia katika muungano. Si viongozi wengi wangeweza kufanya kitu kama kile, kutoa madaraka yake yale muungano, na wanamlaumu. Mimi nimefanya pitio ya vitabu 3 vya waandishi wa Kizanzibari, wawili macomrade, Hashim Seif, mimi Umapati na Mapinduzi ya Zanzibar, na kingine maisha yangu cha Hamisa Balameri, na kingine Baraza ya Majestic. Baraza ya Majestic ni mtu anaeleza tu zile shida za kwenye jela na hali ilivyokuwa. Wanamlaumu Karume, wanasema Karume, sisi tutaka kweli kupindua, aondoke, usultani uondoke, tuwe jamhuri, tuwe na nchi yetu. Lakini yeye kenda kuchukua nchi, kenda kuitoa kwa bei ndogo sana, kampa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio maana unasikia leo mazungumzo, tunataka Zanzibar yenye mamlaka kamili. Unajua nchi ni ardhi hii, hata shamba mpaka mdogo tu tuona watu. Unasa kwa nini humwachichi kipande kidogo, sema hapana kaingia kwangu huyu bwana, lazima. Kwa hiyo si jambo rahisi kama hivi tunataka kusema. Ni kuwa leo Zanzibar na ushahidi wa hii kuwa kuna tatizo ni wanapokwenda kupiga kura. Tunazungumzia swala la Bwana Karume kuungana na Tanganyika na kuunda Tanzania. Si jambo dogo kama lilivyokuwa. Na athari zake tunaziona leo, kuwa wanapokwenda kwenye kupiga kura, hapo ndipo kwa mtihani. Kiasi ambacho najiuliza kama serikali rudi kidogo hivi kwenye kama chama kilichokuwa kwenye serikali kwa miaka yote na chaguzi 6-7 kinashindwa kupata ushindi wa kuridhisha watu, nini hali ya baadaye ya mapinduzi? Ni kusema kuwa watu wameachoka mapinduzi. Sijui kama umenielewa. Umenielewa? Sijakuelewa. Hujanielewa Ni kuwa kila ukifanyika uchaguzi toka mwaka 95 panakuwa na matatizo. Haikutakiwa kuwa hivyo kama yale mapinduzi watu wameyapokea kwa mikono miwili. Lakini kuna tofauti ya mapinduzi na vyama vya siasa, na nani anachukua dola, sio sawa. Lakini unapokwenda kwenye sanduku la kura pale ukatumbukiza kura yako, ni kuwa unakipa chama ambayo sera yake wewe unaipenda. Sera ya CCM ni kuwa muungano uimarike. Inapokuwa inashindwa uchaguzi, maana yake nini? Umenielewa sasa hivi? Sasa umenielewa? Ni kuwa watu hawayataki mapinduzi. Lakini kwa Zanzibar kitizama, kusema kweli, matokeo ya nusu bin nusu karibu, kitizama kwa yanakuwa nusu bin nusu, sawa. Lakini kuna mambo mengi unaweza kueleza kwa nini kwa hivyo. Kwa sababu mara kwa mara zile chaguzi wanasema hazijakuwa za haki. Tunamzungumzia Karume hapa katika siku hii ya Karume. Tutazungumzia mambo ya siasa wakati wake utakapofika. Ni mwaka wa uchaguzi na kampeni zitakapoanza bila shaka yoyote. Tutakualika tuje kuzungumzia haya mambo, kwa sababu ni mambo muhimu sana inshallah. Kwa hiyo kufika kijana mdogo ambaye unakutana naye sasa hivi na miaka 20, pengine unamwambia nini kuhusiana na Karume? Karume ni kiongozi wetu na amefanya makubwa kusema kwa Tanzania, kwa sababu
huwezi kupata muungano bila ya kuwa na mapinduzi. Mapinduzi ndio yameleta muungano, na kama mapinduzi yameleta muungano, basi Karume nafasi yake ni kubwa sana katika historia ya Tanzania. Nashukuru sana Mzee Mohamed, asante sana kuja kuzungumza na sisi, tutakualika tena inshallah. Naona umekuja na daftari limejaa nondo, tumezizungumzia zote hizo, au kuna vitu ambavyo hujatuambia bado? Hizo notes sio mchezo, alijiandaa sana. Ndio raha ya waandishi. Wanaogopa kwenda kwenye, lakini alisema anaogopa maswali ya Salim, labda aliandaa notes. Salim alimtoa Seif Sharifu jasho. Mzee Mohamed Said, Crown Media. Hapa ni nyumbani.